Karibu Senko Linki. Kama lako ya kwanza fuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili wa kwanza kupata taarifa za video zetu kipindi tunapo zi-upload. Leo hii tutaangalia hii recruitment portal ya uhamiaji. Uhamiaji wametangaza ajira, lakini ajira zao ambao wanaomba kwenye recruitment portal yao. Portal yao ndo kama hivyo. Link ya kuingia nitaweka hapo kwenye description hapo. Kila mtu awe na uwezo wa kufungua. Lakini hapa kuja kuelezea ni namna gani ya kujiunga, namna gani ya kufungua akaunti na kujaza taarifa zilizokuwa za ndani humo. Lakini kabla ya kuanza kufungua akaunti au kuanza kujaza taarifa za humo ndani zilivyo, kama mara ya kwanza ufuatie channel yetu hii, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment. Tutaenda mdogo mdogo, singine tutaenda haraka haraka. Mimi hapa nitapitia hii manyo yao ambao walikuwa wanaelezea jinsi gani ya kujisajili, ambayo hii wameifanyia update Disemba mwaka huu 2025. Vya muhimu kabisa, vitu ambavyo unavyotakiwa uwe navyo: cha kwanza uwe na namba ya NIDA, cha kwanza. Cha pili, inabidi uwe na email ambayo ipo active, uwe na passport size, uandae vyeti vyako vile, uandae wasifu ambao ni CV, pia uandae kama una vyeti vya JKT, kama unaomba kwa vyuo kwa kutumia vyeti vya diploma na certificate ambao tunasema astashahada na shahada. Astashahada na stashahada, inabidi uwe na zile tunasema namba ambazo zinasema ni kutoka nini? Kutoka NACT. Kwa hiyo kwenye huu mfumo kwamba kabla hujajiunga, maana yake utakuwa inabidi uwe na NIDA, utaanza kuingiza NIDA. NIDA inatumika kwenye registration. Pia ambapo tunasema utakuja utakliki hapa kwenye registration. Ukija hapo kwenye registration, maana yake itakuomba kwanza uweke nini? Uweke namba yako ya NIDA. Utakliki hapo, utaweka namba yako ya NIDA, utaiandika hapa. Mfano, utaiandika namba yako ya NIDA. Baada ya hapo utakuwa unaulizwa maswali ili kuverify namba yako ya NIDA. Baada ya kuverify namba yako ya NIDA, maana yake ni kwamba utapata sasa uthibitisho kwenye email yako kwa ajili ya wewe kufanyaje? Kwa ajili ya kuverify. Kwa maana yake hatua ya kwanza utakliki pale neno registration hapa kwenye registration, ambapo hapa sasa utaweka namba yako ya nini? Ya NIDA. Ukishaweka namba yako ya NIDA, utakuuliza maswali hapo. Ukishapatia, basi utakuwa unaulizwa tu maswali machache kama kata uliozaliwa, labda shule uliosoma. Baada ya hapo, maana yake NIDA yako itakuwa ipo verified. Baada ya kuwa NIDA yako ipo verified, hapa utajaza email, utaweka na namba ya simu, utaverify. Baada ya kuverify, ukisha verify hivyo vitu havitakuwa editable tena. Yaani kuanzia namba ya NIDA, email na namba ya simu havitakuwa editable. Lakini kwenye email watakutumia email kwa ajili ya kufanya verification au ya kuactivate account yako ambayo watakutumia kwenye Gmail account yako. Ukiingia kule utakutana na notification na verification, utajibonyeza verify. Utaingiza namba yako ya simu, utaconfirm. After confirm, utaendelea sasa hatua nyingine ambayo nitakuja kuonyesha hapa. Lakini unaweza ukaingiza taarifa zako namba yako ya NIDA ikawa tofauti. Kwa maana yake inabidi ukate, ufunge, alafu ujaribu tena. Na kama email verification ipo successful, basi mfumo wenyewe utakudirect moja kwa moja kuingia kwenye interface ya kufanyaje? Ya kuconfirm, ya kuverify. Kisha verify kule kwenye email, itakwambia sasa hapo uandike ile verification code ambayo umepata kwenye email, utaiandika. Baada hapo utatengeneza sasa password. Password utaitengeneza, utairudia. Sasa password ya hapa tunasema lazima iwe imebezi na iwe na herufi kubwa mwanzo, iwe na maneno tunasema, iwe iwe na herufi ambapo tunasema namba zile, afu iwe na zile character zile.
character tunasema labda alama kuuliza hivyo. Baada ya hapo sasa ndio utakuwa itakudirect kupeleka kwenye application login, kwamba ukishamaliza itakwambia username yako itakuwa ndo namba yako ya NIDA mfano, lakini username yako itakuwa namba yako ya NIDA, alafu password ndo ile ambayo umefanyaje, umeandika. Baada hapo utalogi in kwenye recruitment portal. Baada ya kulogi in sasa utatiki hapo sehemu imeandikwa I'm not a robot, hapa hivi utatiki ili kuendelea huko mbele. Baada ya hapo kuna additional position hapo. Kwa mfano labda umesahau password, unaweza forget your password, ukaandika hapa username yako hapa, ukatiki as not robot, save password yako kama ulikuwa umesahau. Lakini pia unaweza ukisha forget password utakutumia email sasa ya kuforget password katika simu yako au katika Gmail yako. Baada hapo utaendelea na application. Sasa hapa tutakuwa katika document ambazo tunazi upload. Cheti cha kuzaliwa inabidi kiwe kwenye PDF, lakini application photo inabidi iwe kwenye PNG au JPG ili ikae kwa ufasaha. Lakini pia inabidi uwe na information hizi za makazi yako ya kudumu, uwe na wilaya, mkoa, kijiji, kata, ambapo utakuwa unafanyaje, unajaza. Na tunasema kwenye kujaza, maana yake inabidi ujaze taarifa ambazo zina ukweli ndani yake. Kwa hapo utaweka picha kwenye personal information, utaweka picha, passport size yako, cheti chako cha kuzaliwa, utajaza hapa. Maana utakuwa unachagua, kiklik hapa resident, makazi yako ya kudumu, kata wapi, wilaya, utachagua. Baada hapo utabonyeza kwenye hiki kitiki hapa ili kureview. Kama umejaza vibaya uta clear, ila kama umejaza vizuri utaenda next. Ukishaenda next sasa au kishamaliza zitatokea hapo. Mfano kama hivi, taarifa tukuze kidogo, taarifa zitatokea kama hivyo unavyoona, huo ni mfano. Baada ya hapo sasa utaingia katika profile yako pale. Application dashboard kutakuwa na vitu vitatu. Kutakuwa na update profile, kutakuwa na job application, alafu kutakuwa na view status au receive email. Kwa utaanza your profile. Kuna your profile hapo ndio utaenda kujaza form 4 au form 6 au higher education level, na kama umepitia TCU mpaka TCU tena kama umepitia JKT, JKU na kadhalika. Lakini kama lako kwanza fuatia channel yetu, usisahau kusubscribe, kulike, kushare na comment ili kwanza kupata taarifa kipindi ambapo tunazi upload. Kwa hapa utajaza kama form 4 utaweka, kama umesoma ni form 6 utaweka, na kama umeenda diploma au cheti utajaza. Utaselect level, utaandika namba, utaselect grade, utaingiza mwaka wa kumaliza. Baada hapo utasubmit. For applicant who complete form 6 education, it must be verified and add both form 4 na form 6 result. Kama umemaliza form 4 na form 6 result unajaza vyote. Unavijaza vyote. Basic education kama ufahaya, kama diploma, degree, inabidi kama umefika higher education, background page is used to record and verify the applicant higher education qualification such as kama umefika certificate, diploma, degree na verification ilikuwa conducted through the relevant national regulatory council TCU na activate. Kwa make sure kwamba registration number unaoingiza ni correct kwa ajili ya kufanya nini? Ya kufanya registration number ili iweze kuleta nini? Kuleta matokeo. Lakini complete this section does not replace a basic verification. Kwamba ukiingiza high education hapa haiwezi kufuta zile taarifa ambazo unajaza nyuma. Baada ya hapo utajaza vizuri. Utakuwa umeandika education level, specialization, registration number, complete year. Kama ni TCU utaselect hapo. Kama ni TCU au na activate kwa diploma na certificate. Kama umepitia JKT na JKU utaandika training camp jina, utaandika force number, mwaka uliomaliza na utaattach cheti chako hapo. Lakini kama unaanza professional zile such as CCN,
hizo utaziweka nazo. Utaweka qualification name, chuo gani umepata, registration number yako, umesomea katika sehemu gani, mwaka uliomaliza, utajaza kama inavyoonekana hapo. Hapa ni kwenye kureset password. Kama unataka kuchange password za zamani uweke mpya, sawa. Jinsi ya kuchange password, utaandika jina lako, username yako, utaandika old password, utaweka new password, utacomplete. Baada hapo sasa utaenda katika job application. Kwa job application icon ukiibonyeza, maana yake hapo sasa utaklik job application button menu, table ya 3 display, itadisplay vitu kama hivyo hapo. Baadaye utazihakikisha zipo sawa, utaenda next. Baada ya kwenda next hapo, application sasa attachment ndio utaanza kuziattach. Hapo utaweka barua ya utambulisho ile ya serikali ya mtaa kama watu wa Zanzibar kutoka kwa sheria. Kuna application letter na curriculum. Utazipachika hapo na sehemu zake hapo. Utaweka zote. Ukiweka zote utaziupload hapo. Kama unataka kuziupload utaziupdate. Ukisha declare maana yake unakuwa tena hauna uwezo wa kuchange taarifa ambazo zilizowekwa mahususi. Hivi ndio njia rahisi ya kufanya application za Jeshi la Uhamiaji. Kama unahitaji kufanyia application unaweza kanitafuta kwa namba 0652 372705 au nitaandika na namba nitaweka chini ya description hapa. Asanteni sana kwa kunisikiliza. Usisahau kusubscribe, kulike, kushare na ucomment. Asanteni sana.